Wakazi wa kata ndogo ya Mnarani katika kaunti ya Kilifi wamezua kero la wizi wa mifugo ambao umekithiri katika eneo hilo. Wanadai kwamba wizi huo unatekelezwa na kundi la vijana ambao wamewahangaisha na kuwatia hasara. Wezi hao wanalenga kuku, bata na hata ng'ombe, na wakati mwingine hata kuvuna mahindi kwa mashamba. Mwanahabari wetu kanda Pwani Kevin Mutai na maelezo zaidi. Visa hivyo vya wizi wa mifugo vimeenea sana katika maeneo ya Mitangoni, Majajani, Mavueni, Mwakuhenga na Madevu, wakazi wakiachwa wakikadiria hasara. Hapa ni nyumbani kwa mhubiri wa kanisa la Upendo Baptist Jared Juma, ambaye aliibiwa ng'ombe wa maziwa. Pia walivunja kanisa hili, wakaiba vifaa, viti na hata mlango wa chumba cha kujisaidia. Waathiriwa wengi wanasema wezi hao wanawafumania usiku, wakihofia huenda kukawa na soko, kwani hakuna mifugo amewahi kupatikana baada ya kuibwa. Wakaja wakanifungia mlango, wakaiba mabata matatu na kuku 4, wakaenda. Alafu hiyo wiki ya nyuma niliibiwa pia mtoto wa ng'ombe ambaye alikuwa ni wa kiume. Swala hilo limetutatiza sana katika masuala ya kimaendeleo, kwa sababu ya kwamba hatuna usalama wa ulio mzuri. Mita chache kutoka hapa ni nyumbani kwa Felista Saumu, ambaye alikuwa na kuku 100 ambao aliwafuga tangu wakiwa vifaranga, ila sasa ni majuto ya hasara anapitia baada ya wezi hao kuvunja kibanda na kuiba kuku wote. Nilipotoka tu kwa nyumba nikaona ile banda ya kuku iko wazi, na angalia ndani hakuna kitu, wote wameenda. Hata juzi kuna jirani aliibiwa mabata yake yote. Anasema alipiga ripoti kwa chifu eneo hilo, akidai aliambiwa awasilishe ushahidi, ila hadi sasa hakuna hatua imechukuliwa. Felistas alikuwa anatarajia mradi huo wa kuku utamuinua kimaisha, ila tu baada ya wizi huo usiku wa manane amekata tamaa ya kuendelea na biashara hiyo. Baada ya kufanywa kitendo hicho nilivunjika moyo, hata nikaacha kabisa huo ufugaji. Maana nimeona tu nifuge wakiwa wamekuwa wakupeleka sokoni, mtu anaja anachukua. Si tuko katika hali ambayo hatuwezi kujisaidia isipoingilia kati serikali. OCPD wa Kilifi Kusini Hassan Kochale anasema washukiwa 3 wamekamatwa kufikia sasa. I will leave no stone unturned. Mimi nitawafuata vile nilisema, nitawafuata kama msumari na nyundo. Hakuna mahali mtatorokea mkose kuniona. Tutalala mahali mtalala. Ingia hata shimo gani, I will be there with you. Hatutawapea nafasi. Wakazi wameachwa na hasara, wasijue la kufanya, wengine wakilazimika kuwafungia kuku au bata wao ndani ya nyumba. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti ya Kilifi.